na kila kitu kilikuwa kiko tayari, ila tu kilichokuwa kinachelewesha ni zile document. Ni kwako ukome mazoea ya kuja hapa nyumbani. Wakati tukiendelea kuingoja na kuisubiri kwa hamu sana episodi ya 23 na 24 ya mzigo huu safi kabisa wa kuitwa Dada wa Kazi, niko nayo machache hapa ya kukuhabarisha na kukufahamisha, lakini kubwa zaidi, kitu pekee ambacho unatakiwa ukifanye kabla tujafika mbali, basi kumbuka tu kubonyeza na subscribe, neno lililopo pembeni ya chini ya video hii hapa hivi, ili ujihakikishie kwamba unakuwa mwanafamilia halisi wa Ben Shizzo, lakini pia ujihakikishie kwamba unakuwa mwanafamilia halisi wa Dada wa Kazi. Lakini ili upate kila notification pamoja na update zote kuhusiana na mzigo huu safi kabisa, kumbuka tu mara baada ya kusubscribe, basi gusa hii hapo alama ya kengele ili upate kila notification ya episodi mpya. Yes. Sasa katika kipindi ambacho tumeshuhudia mateso mengi ya Dada wa Kazi, lakini vile vile neema ipo, kwa sababu katika shida ama katika dhiki, basi kuna radha kidogo ya furaha. Na furaha hii inatoka kwa Ben mwenyewe ambaye ndiye bosi wake. Lakini mbali na yote hayo ambayo yanamzunguka Leticia ambaye ni dada wa kazi, mbaya zaidi ni kwamba yeye kajisacrifice kuweza kutetea ama kulinda mali za mtu ambaye hana hata uhusiano naye. Lakini ni vile tu moyo wake wa huruma unavyomsukuma kufanya. Lakini mbaya zaidi ni kwamba anapambana vita na watu wenye roho mbaya sana. Huyu bidada kutoka Janeti pamoja na Tami shoga yake wamepanga kummaliza. Nadhani unaokumbuka huo wimbo. Sasa kitu pekee ambacho kinaendelea ni kwamba tayari ile kazi ama ile taski ambayo Janeti alikuwa amempatia Tami kuweza kuifanya ilikuwa ni ya kuweza kugundua na kubaini ya kwamba mipango anayoipanga Ben ambaye ni mume wa Janeti ni ipi, haswa kuhusiana na ile nyumba aliyokuwa ameahidi kumgeia mama yake mzazi. Lakini tayari Tami amekwisha kuifanya hiyo kazi, na hicho ndio kimekuwa kipengele pekee cha kuweza kurudisha urafiki wao uliokuwa karibu kudondoka kabisa. Lakini jambo zuri ni kwamba katikati ya mabaya yote yuko mtu wa haki ambaye anapambana kuhakikisha kwamba mali zilizokuwa upande wa haki, mali za bwana Ben Shizzo zinakuwa salama bin salimini. Hivyo tumpe imani tu, na binafsi ninampenda sana Leticia kwa sababu anapambana ya hela yote kuhakikisha kwamba mzigo wa Beni haupotei. Kama pia na wewe unamkubali sana Leticia na unampenda vilivyo, basi ni kuombe tu tumia sekunde yako moja kucomment makopa ya kutosha hapo kwenye comment section, ili kuonesha jinsi gani ambavyo una appreciate kazi nzuri anayoifanya, lakini pia ili kuonesha na jinsi gani ambavyo unamkubali na unamtia moyo asiache kabisa kile anachoendelea kukifanya. Lakini kuna jambo anajiuliza hapa, hivi Kichinjile ana dawa gani ama ana kamati gani? Kwa sababu ukiangalia pisi nyingi katika hii kazi zinamkubali bwana. Ukiachana na pisi yake ambayo ni Tami, ambayo naye anaikubali sana, yuko bidada mwingine ambaye naye ameamua kuvunja mahaba ama mapenzi yake na Seba kwa ajili yake tu. Huyu si mwingine bali ni Kindege. Lakini licha ya Kindege, yuko pia mwingine ambaye naye amekubali kuvunja mahusiano yake, amekubali kuwa hata mke wa pili, ili mradi tu aweze kuwa mke wa Kichinjile. Mambo ni mazito sana. Sasa tuambie, je, wewe naye ukiwa mkubwa unatamani kuwa kama Kichinjile, ama wewe maoni yako ni yepi haswa? Tuandikie katika comment section, lakini pia usisite tu kubonyeza hiyo neno subscribe.